Mtumishi yeyote wa kweli wa Mungu anatambua ya kwamba mwili wa Kristo ni mkubwa, na kuna watumishi wengine wa Mungu, sio yeye peke yake wala sio the Brao peke yao. Sio yeye peke yake wala the Brao peke yao. Anajua kwamba sisi ni mwili wa Kristo, unaitwa mwili wa Kristo, na kuna viungo mbalimbali katika mwili wa Kristo. Kama ambavyo mwili wote si macho, mwili wote si masikio, mwili wote si meno, mwili wote si nywele, mwili wote si vidole, mwili wote si tumbo, bali mwili una viungo mbalimbali. Kadhalika anajua kabisa ya kwamba mimi nina sehemu yangu, na mtumishi wengine wa kweli wa Mungu wana sehemu yao. Kwa hiyo wako wengi, anakuwa hana ule kile kiburi cha Elia kile. Elia alisema nimebaki peke yangu, nabii wa pekee wa Mungu. Wameoa manabii wako, nimebaki peke yangu. Mungu akamwambia acha kiburi, hauko peke yako. Wako wengine wangapi? 7,000 wasiopiga goti kwa Baali. Kwa hiyo kwenye mwili wa Kristo wako watumishi wengine wa Mungu. Mimi kuanzisha hii injili kwanza, nimekuta wengine wanahubiri hii kweli ya Mungu na nimeichukua kwao, na nimeendelea kuihubiri, na mimi nitawalizisha wengine waaminifu, na watazaliwa makundi na makundi, maelfu kwa maelfu. Maana yake sio nikasema mhubiri wa kweli pekee hapa Tanzania ni Dickson tu, wengine utawahubiri. Huo ni uongo. Kianza kusema mtu anasema sisi ndo tunahubiri kweli pekee yetu, huyo amekengeuka na ni kiburi. Usikae chini ya mtu mwenye kiburi. Sisi ndo tunahubiri kweli ya Mungu pekee yetu, huyo ni muongo. Wapo watumishi wengine, hata kama wahovu wamezidi ni wengi, lakini bado wa kweli wapo. Hata kama ni wachache, lakini haimaanishi ni mmoja. Wako wengi wanaosimama na kweli ya Mungu katika ukamilifu wote. Sasa